إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. نقول كيمان baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia alayhi salatu wassalam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao ni kumwogopa Allah jalla wa ala. Naam, tupo na khutbatul Jumaa, tupo ambazo Uislamu wanakumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dunia yao, yale mazuri waweze kushikamana nayo na yale mabaya waweze kujiepusha nayo, kwa sababu huu ni ukumbusho wa kila wiki ambao Uislamu wanakumbushana. Ndugu zangu katika imani, ama biidhni karim tutakumbushana kuhusiana na msingi mkubwa, msingi ambao dini Allah subhanahu wa ta'ala imesimama katika msingi huo, nao ni msingi wa tahsil al-ilmi shar'i, msingi wa kuitafuta na kuisoma elimu ya sheria. Ndugu zangu katika imani, kwa nini al-ilmu? Kwa sababu elimu ya dini ndiyo kitu pekee ambacho kimetangulizwa katika dini hii ya Uislamu kuliko kitu kingine. Elimu ya dini wale ambapo itaposomwa ipasavyo na Muislamu akauelewa Uislamu wake ala minhaji nubuwa, kwanza lihisni nafsihi wala ghairihi, elimu hiyo itakuwa ni ngome juu ya nafsi yake, lakini pia elimu hiyo itakuwa ni ngome pia kwa watu wengine, kwa sababu al-maasi wal bid'ah la yuqawimuhu illa al-ilm shar'i. Masia lakini pia na bid'ah, hakuna kitu ambacho kinaweza kusimama mbele ya vitu hivi isipokuwa al-ilm shar'i, elimu ya kisheria. Kwa hiyo tukizungumzia swala la elimu, ayu alahibba, ni ngao kwako wewe, lakini pia ni ngao kwa familia yako, na kwamba kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ujanja, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya ujuu, jambo hili athari yake inakuwa ni mbaya, na athari hiyo inarejea katika nafsi yako, lakini pia inarejea kwenye familia yako na jamii kwa ujumla. Ndugu yangu Muislamu, pale ambapo elimu ya dini ilisomwa ipasavyo, lakini pia ikawa ni yenye kufanywa kazi ipasavyo, qallatil bid'ah inapungua, wa dhaf ahluha, na watu wake wanakuwa na unyonge. Lakini elimu hii ya dini itakapokuwa haisomwi ipasavyo
نشأت البدعة وانتشرت في الأمة. Bid'a inaanzishwa katika umma lakini pia inaenea katika umma. Wa anna ahluha hum aqwiya, na kwamba watu wake wanakuwa ni watu wenye nguvu. Kitu gani ambacho kinasababisha wewe wanyonge? Na kitu gani ambacho kinasababisha wewe na nguvu? Wanakuwa ni wanyonge pale ambapo elimu hii ya dini itasomwa ipasavyo, ala minhaji nubuwa, ala manhaji salafi, na ikafanywa kazi ipasavyo. Ni ngao kwako na ni ngao kwa familia, ni ngao kwa jamii. Na kwamba elimu itakaposomwa ipasavyo na kufanya kazi ipasavyo, watu wa bid'a wanapungua, lakini pia nguvu yao inaondoka. Lakini elimu hii pale ambapo haijasomwa ipasavyo, lakini pia haijafanywa kazi ipasavyo, bid'a zinaanzishwa, lakini pia si kuanzishwa tu, zinaenezwa katika umma, na kwamba watu wake wanakuwa wana nguvu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kitasimama mbele yao. Ndugu yangu Muislamu, tukizungumzia elimu shar'i, maana yake ni kitu kinatangulizwa katika hii dini kushinda swala. Ni kitu kinatangulizwa katika hii dini kushinda kufunga. Ni kitu kinatangulizwa katika hii dini kuliko kitu cha aina yoyote. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika Sahih al-Bukhari bawaba baban, aliweka mlango faqal babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ambao ni mlango wa kitabu al-ilm, mlango unaozungumzia elimu kabla ya kauli na vitendo. Elimu kabla ya kauli na vitendo. Babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal, elimu kabla ya kuzungumza, elimu kabla ya kutenda, kwamba elimu inatangulizwa kushinda kitu chochote. Al-Allama Fawzani hafidhahu Allah ta'ala akasema annahu la yajuzu al-amal illa bil-ilm wala yajuzu al-qawl illa bil-ilm, na kwamba haitajuzu kwa Muislamu kutenda isipokuwa atende ala al-ilm, katika elimu. Lakini pia haitafaa kwa Muislamu kuzungumza isipokuwa azungumze ala ilmu. Maana yake matendo yako yanatangulizwa na elimu, yanatanguliwa na elimu. Mazungumzo yako yanatanguliwa na elimu. Kwa hiyo tukizungumzia swala la elimu ya sheria ya dini, ni swala linatangulizwa kuliko kitu cha aina yote. Umeona kwamba jamii kila zama inavyokwenda ikapoteza mwelekeo, ikaifanya elimu ya dini ni kitu ambacho thamani yake haipo, ni kitu ambacho hakina ubora, ni kitu ambacho watu wake si watu. Ndugu yangu Muislamu, at-tahsil ilmi shar'i min awjab al-wajibat lada al-muslim as-salafi. Kuitafuta elimu ya kisheria ni jambo la wajibu kwa Muislamu ambaye yupo katika manhaji ya salafi. Kwa nini? Kwa sababu waliotutangulia walisimama katika msingi huo. Waliotutangulia walisimama katika msingi huo. Nichukue nafasi hii na fursa hii kuhusia nafsi yangu, lakini pia kuhusia ndugu zangu katika imani, kuhusia ndugu zangu katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hebu natupe kipaumbele hili jambo sisi wenyewe, natupe kipaumbele hili jambo wake zetu, natupe kipaumbele hili jambo familia zetu, na wala tusikubali tukawa tunaishi na jambo hili si sehemu ya ratiba ya maisha yetu, tukawa tunaishi na kwamba jambo hili si sehemu ya mfumo wa maisha yetu. Hilo si jambo waliokuwa nalo wale waliotangulia. Ndugu yangu katika imani, aya na hadithi ambao zinazungumza sharafu na fadhila ya elimu ni nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, la tuaddu wala tuhsa, ikionyesha kwamba elimu hii iliinuliwa katika hii dini, na kwamba elimu hii watu wake pia waliinuliwa katika hii dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala anawainua wale walioamini miongoni mwa nyinyi, anawainua na wapa sharafu, anawainua na wapa daraja, lakini akataja kwamba anawapa daraja ya juu zaidi wale waliopewa elimu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, na wale ambao tumewapa elimu basi tunainua katika daraja, tunawafanya daraja yao iwe juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha sharafu na utukufu wa elimu, lakini pia sharafu hii akaionyesha kwa watu wenye elimu. Ndugu yangu Muislamu, unahitaji sharafu katika hii dunia, unahitaji utukufu katika hii dunia. Huwezi ukaipata ukawa wewe ni rais katika marais wa nchi, huwezi ukaipata ukawa ni mfalme katika wafalme wa nchi, huwezi ukaipata ukawa ni mfanyabiashara
biashara kama wafanya biashara wakubwa hii nchi, matajiri miongoni mwa matajiri wa hii nchi, bali sharafu pekee ambayo Muislamu anaizingatia au Allah Subhanahu wa Ta'ala anaizingatia ni sharafu ya tahsil ilmi shar'i, ni sharafu ya kwa mtu amepewa sehemu katika elimu. Hakuna tajiri duniani ambaye atasimamishwa na mtu huyo. Hakuna mfalme duniani ambaye atasimamishwa na mtu huyo. Hakuna rais katika marais wa dunia ambaye atasimamishwa na mtu huyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallam, wa qul rabbi zidni ilma, sema Allah, sema ya Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah nakuomba mimi unizidishie katika elimu. Qala alulama, wakasema maulama katika hii aya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala لم يستزد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا في العلم الشرعية. kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumtaka mtume atake ziada kwenye jambo la aina yoyote isipokuwa alimtaka ziada katika swala la elimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumtaka ziada mtume katika cheo kwamba aombe aongezewe katika cheo. Hakutaka ziada mtume katika mali kwamba aombe aongezewe katika mali. Hakutaka ziada mtume katika utawala kwamba aombe aongezewe utawala, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtaka mtume sallam atake kuongezewa katika elimu. Wa qul rabbi zidni ilma, akasema Allah naomba uzidishie mimi katika elimu. Wa hakadha, na hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya jitihada za kufundishwa na mwalimu wake Jibril, lakini pia akifanya jitihada za kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amzidishie katika elimu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama, ni dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba akisema, Allah nakuomba mimi unizidishie elimu, lakini pia unizidishie katika ufahamu. Ikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba ni katika mwanafunzi bora na anafundisha na mwalimu bora, pamoja na hivyo sala rabbahu alimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayazidahu fil ilmi, amzidishie katika elimu. Kwa nini amzidishie katika elimu? Kwa sababu ni imtithali li qawlihi ta'ala, alikuwa anatekeleza kauli yake Allah, wa qul rabbi zidni ilma, sema Muhammad Allah nakuomba uzidishie katika elimu, si katika mali. Naomba uzidishie katika elimu, si katika cheo na heshima na vitu vingine. Ndugu yangu Muislamu, sharafu ya mu'min, sharafu ya Muislam inapatikana fi tahsil ilmi shar'i, na si katika jambo lingine katika hududhi dunia, si katika jambo lingine katika mambo ya kidunia, bali sharafu na utukufu umepandikiza katika sala ya elimu. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, elimu ndiyo ngome madhubuti. Husnul husun ndiyo ngome madhubuti. Elimu ndiyo ngome madhubuti ambayo ina uwezo kuihami nafsi yako. Elimu ndiyo ngome madhubuti ambayo inaweza ikihami jamii yako. Lakini elimu ikitoweka, kila kitu kitatoweka. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, sayyidu min astaghfiruhu wa libarul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu jambo zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao wenye kumwogopa Allah Jalla wa Ala. Ndugu zangu katika imani, at-tahsil al-ilmi shar'i, kuitafuta elimu ya kisheria, na kwamba elimu ya kisheria ndiyo ngao na ndiyo ngome pekee ambayo al-ilmu shar'a العلم الشرعي elimu ya kisheria huwa alladhi yuqawimu albid'a wa ahliha, ndio kitu pekee ambacho kina uwezo wa kupambana na bid'a, lakini pia ndio kitu pekee ambacho kina uwezo wa kupambana na watu wa bid'a. Ndugu yangu Muislamu, elimu ya kisheria daraja na sharafu yake ni kubwa kama asilaf na kama ilivyotangulia, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi nyingi akizungumzia sharafu na utukufu wa elimu, kuonyesha kwamba hili jambo ni jambo kubwa ambalo sisi tupo mbali nalo, ni jambo zito ambalo sisi tupo mbali nalo, na salaf wao walituonyesha mfano wa hilo, na juhudi yao ukisoma katika rihilat fi talab al-ilm, zile safari za kwenda kutafuta elimu, utaona ajabu ndani yake, namna juhudi yao ilikuwa kubwa katika kupa kipaumbele jambo hili. Ndugu yangu Muislamu, kama tulivyosema kwamba aya ni nyingi ambazo zinaonyesha sharafu na utukufu wa elimu, lakini pia Mtume sallam hakuliacha hilo katika ahadithi nyingi akazungumza, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bihi tariqan lil janna, kwamba yule ambaye ameishika njia hiyo anatafuta elimu,
Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia za kwenda peponi. Muislamu, unahitaji Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia wepesi njia kwenda peponi? Unahitaji Allah subhanahu wa ta'ala kuondoshia akabati, vikwazo katika njia kwenda peponi? Fa'alayka bitahsili ilmi shar'i, ni juu yako wewe kutafuta elimu ya sheria. Kwa nini? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, mwenye kuishika njia, hiyo njia anatafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi njia za kwenda peponi. Anamfanyia wepesi njia za kwenda peponi. Kwa nini anafanyia wepesi kwa njia za kwenda peponi? Kwa sababu ameshika njia kutafuta elimu. Ndugu yangu Muislamu, wallahi laiti sisi tungeamini katika mlango wa ghaib, laiti sisi tungeamini katika mlango wa ghaib, imanun yaqiniyan manba'uhu fil qalbi, imani ile yakini ambayo chimbuko lake linatoka katika moyo, ndani ya moyo kwa hakika, basi kuna mambo mengi tungeyapambania, kuna mambo mengi tungeshindana nayo, kuna mambo mengi tungeshindana kuyafuatilia, kama tunavyoshindana katika tahsili dunia, kama tunavyoshindana katika kuitafuta dunia. Naam, kuna uwezekano tukitafuta dunia na tukafanya sehemu katika juhudi za dini, lakini si kama wale ambao wanaipambania elimu hii ya dini. Wao daraja yao ipo juu zaidi. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia sana pamoja na kuhusia nafsi yangu kwamba jambo hili lipe kipaumbele kwenye maisha yako. Ni aibu kwamba upo katika manhaji salafi, na utakapoulizwa man anta wa ma manhajuka, ni nani wewe na lipi manhaji yako, unasema ana salafiyyu, kwamba mimi ni salafi, nawafuata wale wema waliotangulia, nawafuata masahaba, nawafuata matabi, nawafuata matabi tabi'in. Nisba ila ashrafi nnas, unanasibishwa na watu watukufu, watu ambao walilazimiana na elimu, watu ambao elimu kwao ilikuwa haiulizwi, kwa sababu wao unasikia fulani amehifadhi Qur'ani kwenye miaka 7, unasikia fulani amehifadhi Qur'ani katika miaka 10, unasikia fulani amehifadhi Qur'ani katika miaka 12, unasikia fulani amehifadhi Qur'ani miaka 14, 15, 16, 17. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wanavyohesabiwa salafu. Lakini mimi na wewe unanisikiliza, sisi tupo mbali na hao mabwana, kwa sababu unakuta sasa ndio tunaanza kufundishwa alifu ba, unakuta sasa ndio tunaanza kufundishwa 40 an-Nawawi, unakuta sasa ndio tunaanza kufundishwa namna utamkaji vizuri wa Qur'an. Madhalika, pamoja na hivyo tunaenda huku tunasuasua, tunaenda huku tunayumba, tunaenda huku ratiba hazisomeki. Ayu alahibba, na kusema sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, tutakapozungumza tuzungumze katika hali ya uhakika, tutakapozungumza tuzungumze katika hali ya uhakika na hali ya msisitizo ndani yake. Ni aibu kwa watu wa manhaji salafi ambao wapo mbali na elimu, ni aibu. Arun alaina wa arun alaikum, ni aibu kwetu, ni aibu kwenu ukawa ni salafi alafu mbali na elimu. Ndugu yangu Muislamu, utakapokuwa unasoma ipasavyo, utakapokuwa unasoma ipasavyo, kuna vitu baada ya taufiki na msaada wa Allah vinakaa vyenyewe katika akhlaki na vitu vingine vinajitengeneza vyenyewe, kwa sababu una msukumo katika hali ya salafi, una msukumo katika elimu ambayo umechukua. Na hayo ndio maahidio ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Hakika si vinginevyo, hakika si vinginevyo, hali ya mambo ilivyo, wanaomwogopa Allah, wana uwezo kutekeleza sheria ipasavyo, min ibadihi ulama, ni wale waja wake ambao ni wasawa. Kwa nini inma yakhsha Allah min ibadihi ulama? Kwa sababu utakapokuwa msomi, maana yake utaadabika na Qur'ani, maana yake utaadabika na mwenendo wa Mtume, maana yake utaadabika na athari za salaf. Utakapokuwa hujui, maana yake mambo mengine yanaenda tofauti. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia sana pamoja na kuhusia nafsi yangu, hebu na tulazimiane na hadi ya salaf katika tafsiri al-ilm shari. Hebu na tutafute elimu ya kisheria. Faida yake duniani ni kubwa, na faida yake mbele ya Allah ni kubwa. Ukiwa msomi, faida yake duniani ni kubwa, na faida yake mbele ya Allah ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi, yuta
lisahibi alqur'ani yawm alqiyama. Analeta sahibi alqur'ani siku ya kiyama ambaye amesoma Qur'an, ataambiwa ikra warattil kama kunta turattil fi dunya, soma tena soma vizuri kama ulivyokuwa unasoma duniani. Fa inna manzilataka inda akhir al-aya takra'uha, kwa sababu daraja yako utakayoandikiwa katika pepo ya Allah ni mwisho wa ile aya utakayosoma. Ikra warattil kama kunta turattil fi dunya, soma 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 ewe mja wa Allah, soma ewe mja wa Allah kama ulivyokuwa unasoma duniani. Fa inna manzilataka fil janna, hakika daraja yako wapi? Katika pepo. Inda akhir al-aya takra'uha, ni ule mwisho wa aya utakayosoma. Ile aya ya mwisho, ile aya ya mwisho ambayo utakayosoma kitabu cha Allah ndio ambayo itakuhitimishia wewe daraja yako katika pepo, ndio ambayo itakufanyia wewe daraja yako katika pepo. Hiyo aya ya mwisho ndio itakuandikia daraja yako pepo. Ayuha alahibba, sio masala lilimama kama ambavyo unavyosania wewe na mimi, si masala lilimama kama vile ambavyo unavyosania wewe na mimi. Tukawa sisi tumeshughulishwa na mambo yetu ya kidunia, tukawa sisi tunapambania mambo yetu ya kidunia, lakini vikao vya kielimu unawakuta watu kwenye vikao hivyo hapo. Ni hasara fi dunia wa fil akhirah, ni hasara duniani, lakini pia ni hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa aya yako ya mwisho ndiyo inayokuandikia daraja yako peponi, yani Allah anakuandikia daraja yako pepo kupitia aya yako ya mwisho, una aya ngapi ambazo unazo wewe Muislamu? Sali nafsaka, jiulize nafsaka, una aya ngapi ambazo wewe mpaka sasa unazo? Na kadiri mnavyotofautiana namna hizo aya, na ndio kadiri mtakavyotofautiana katika daraja nyingi. Ikra warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir al-aya takra'uha. Daraja lako peponi ni mwisho wa aya utakayosoma. Ule mwisho wa ile aya ndio ambao daraja yako utaandikwa hapo. Sali nafsaka, uliza nafsaka, una aya ngapi? Una aya ngapi? Uliza nafsi yako, una aya ngapi kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ili hizi aya ziwe ndio sehemu wewe ya kufuatilia daraja yako peponi. Una aya ngapi? Sali nafsaka, uliza nafsi. Usiulize una pesa kiasi gani, usiulize una mashamba kiasi gani, usiulize una majumba kiasi gani, usiulize una vyeo na heshima kiasi gani kwenye dunia. Una aya ngapi? Ili iwe hizo aya ndio zitahitimisha daraja yako katika pepo. Una ngapi? Una aya ngapi? Ndugu yangu, tukizungumzia swala la tahsili ya elimu, faida yake ni duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida yake ni duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usihadaike na namna watu walivyotelekeza elimu ya dini. Usihadaike na namna watu wasipokuwa na habari na dini. Usihadaike na namna watu wanapopuzia elimu ya dini. Usihadaike. Elimu ya dini ndio sharafu, ndani yake ndio sharafu ipo duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, niusie nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika imani. Ukiwa salafi unalazimika uwe msomi. Ukiwa salafi unalazimika ukae darasani, bla bla, acha. Hiyo sio hadi ya salafi, bali utasema mimi ni salafi nisba ya kudai, lakini hakikatan haipo. Kama unahitaji kuwa salafi, hebu kaa darasani usome. Kama unahitaji kuwa salafi, hebu kaa darasani usome. Kwa nini? Kwa sababu hadi ya salafi imejengewa katika elimu, haijengewa katika bla bla za mdomo. Niusie nafsi yangu moja kuhusia jambo hili, jambo la kuzingatia, linatangulia zaidi kuliko mengine. Man amila bighairi ilmin, yule ambaye atafanya lakini hana elimu, ma yasluhu akthar mimma yasluhu, kama ilivyo kwamba yale anayoharibu ni mengi kuliko yale yanayotengeneza. Utakapokuwa unataka ufanye kuifanyia kazi hii dini na elimu huna, unachotengeneza kitakuwa ni kidogo, lakini unachoharibu kitakuwa ni kikubwa. Sasa hebu na tusome ili tutengeneze kikubwa, tuharibu kidogo, kwa sababu sehemu ya kuharibu ni sehemu ya mapungufu ya mwanadamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atufundishe katika dini yake na atupe ufahamu mzuri ndani ya kuifahamu dini. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie mwenye kushikamana na dini yake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajikuze na kukilea kizazi chetu katika kuisoma dini na kufanya kazi. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min sharri ma salaka min nabiyyika Muhammad
صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.